Jahazi TV. Fursa ya usafirishaji wa mazao nchini China. Mimi ni Zaitun Juma. Hii ni Jahazi TV. Zaidi ya makampuni 400 ya Kitanzania yamepata kibali cha kusafirisha mazao mbalimbali kwenda katika soko la China, hatua inayotarajiwa kukuza uchumi wa taifa na kuongeza kipato kwa wakulima. Mkurugenzi wa Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania TPHPA, Profesa Joseph Nduguru, amesema jumla ya makampuni 408 yameidhinishwa kushiriki katika biashara hiyo, mpango ulioanza rasmi mwaka 2023 baada ya mazungumzo ya kibiashara kati ya Tanzania na China. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, lakini pia ubalozi wa Tanzania nchini China na serikali ya Jamhuri ya Watu wa China imefanikiwa kuratibu na kuwezesha usajili wa makampuni 408 ya Tanzania katika mfumo wa Mamlaka Kuu ya Forodha ya nchini China au General Administration of Customs of China, yani GACC, na kuruhusiwa sasa kusafirisha mazao mbalimbali ya kilimo kwenda soko la China. Usajili huu ni sehemu ya utekelezaji wa masharti ya Sanitary and Phytosanitary Measures, yani SPS, na makubaliano ya kibiashara kati ya nchi hizi mbili unaolenga kuhakikisha kuwa mazao yanayosafirishwa yanakidhi kikamilifu matakwa ya afya ya mimea, ubora na usalama wa chakula, ili kuhakikisha Tanzania inanufaika kikamilifu na fursa za soko la China ambalo litaiongezea nchi yetu mauzo ya mazao ya kilimo nje ya nchi, lakini pia kukuza uchumi wa wakulima na kuchangia katika pato la taifa letu. TPHPA itaendelea kufanya ukaguzi na ufuatiliaji wa mara kwa mara ili kuhakikisha uzingatiaji wa masharti ya kitaifa na ya nchi lengwa yanafikiwa. Tunazo mashine za kisasa sana ambazo mashine hizi zimenunuliwa kwa fedha za Tanzania bilioni 2.8 na kufungwa katika maabara zetu za hapa makao makuu. Mashine hizi zina uwezo mkubwa sana wa kuchambua ubora wa mazao, kuangalia kama kuna masalio ya viuatilifu kabla mazao hayo hayajaruhusiwa kwenda kuuzwa nje. Kwa hiyo, lakini pia hatufanyi tu hivyo, pia tunafanya ufuatiliaji na mafunzo kwa wakulima wanaozalisha mazao hayo ili kuhakikisha kwamba mazao hayo yanaenda kukidhi viwango vya mahitaji ya masoko ya nchi ya China pamoja na nchi nyingine, ikiwemo kutokuwepo kwa masalio ya viuatilifu. Kimkakati, biashara hiyo itahusisha mazao 12 yakiwemo kakao, kahawa, ufuta, soya, parachichi, karanga, muhogo, karafuu, korosho, mashudu ya pamba, mashudu ya alizeti pamoja na pilipili. Jahazi TV.